ni baba lao na ni mama lao. Lakini pia sherehe hizi zimepana sana Dodoma, na hapa ndio makao makuu ya nchi yetu. Ndugu zangu wa Tanzania, kama mtakavyokumbukwa, mwaka 2015 wa Tanzania walitaka mabadiliko. Walitaka mabadiliko ya kuona vitendo vya rushwa, wizi na ubadhirifu wa mali za umma vinakomeshwa. Walitaka mabadiliko ya kutaka wakienda kwenye ofisi za umma wawe wanahudumiwa vizuri. Walitaka mabadiliko ya kutaka kuona rasilimali za nchi zinalindwa na kuwanufaisha wananchi wote. Watanzania walitaka mabadiliko ya kutaka huduma za jamii ikiwemo elimu, afya, maji na umeme zinaboreshwa. Watanzania walitaka mabadiliko ya kutoka miundombinu wezeshi ya uchumi iimarishwe. Watanzania walitaka mabadiliko ya kutaka uchumi wa nchi ukue kwa kasi na matatizo ya umaskini na ukosefu wa ajira vipungue. Watanzania walitaka mabadiliko ya kuona kero zao mbalimbali zinashughulikiwa na mengine mengi. Ndugu, serikali ya awamu ya 5 imejitahidi kutimiza ama kukata kiu hiyo ya Watanzania ya kuleta mabadiliko nchini. Najua sitaweza kutaja yote leo, lakini naomba nitaje machache yafuatayo. Kwanza kabisa, tumejitahidi sana kuimarisha nidhamu kwenye utumishi wa umma. Ninyi ndugu zangu wenyewe ni mashahidi. Siku hizi mkienda katika ofisi za serikali mnasikilizwa na watumishi na wanajitahidi kuwahudumia vizuri. Hongereni sana watumishi wa Tanzania. Tumejitahidi pia kupambana na rushwa, wizi na ubadhirifu wa mali za umma. Tumeanzisha mahakama ya uhujumu uchumi, lakini pia tumefungua jumla ya mashauri 2256 ya rushwa, ambapo serikali imeshinda mashauri 1013 kati ya mashauri 1926 yaliyoamuliwa, na wengi waliofikishwa mahakamani ama kuhukumiwa ni samaki wakubwa na wala sio dagaa. CCM oye! Tanzania oye! Ndugu zangu, tumeimarisha usimamizi wa rasilimali za nchi yetu na kuhakikisha zinatumika kwa manufaa ya Watanzania wote. Mtakumbuka tulizuia utoroshaji wa rasilimali zetu ikiwemo mchanga wa madini. Aidha, tumeanzisha masoko ya madini nchini na kutunga sheria za kulinda rasilimali za taifa, the Natural Wealth and Resources Permanent Sovereignty Act of the year 2017. Kutokana na hatua hizo, sekta ya madini imeanza kukua kwa kasi, ambapo kwa mwaka jana, ndugu zangu, mwaka 2019 iliongoza kwa ukuaji kwa 17.7%. Aidha, mapato ya madini yameanza kuongezeka kutoka shilingi bilioni 168 mwaka 2014-15 hadi kufikia shilingi bilioni 528 mwaka 2019-20. Muhimu zaidi, Watanzania sasa wameanza kunufaika. Mtakumbuka historia ya Raiza kule Mererani na wengine wengi. Lakini pia kupitia sheria hiyo mpya ya rasilimali za taifa, tangu mwezi Julai 2017, kwenye kila mgodi mpya utakaoanzishwa, serikali itakuwa ikimiliki hisa ya 16%. Na sheria hiyo ndiyo iliyotuwezesha kufikia makubaliano na kampuni ya Bariki ya kuanzisha kampuni mpya ya Twiga, ambayo wao wanamiliki 84% na sisi wa Tanzania tunamiliki 16%. Lakini kwa faida, kila panapokusanywa mapato ya pamoja tunapata 50% kwa 50. Mtakumbuka kuwa tulipoanza kuchukua hatua hizi, baadhi ya watu wakiwemo Watanzania wenzetu ambao hivi sasa mnawajua walitubeza na kututisha kwamba tutashtakiwa na kufikishwa mahakamani. Lakini sisi tukasema rasilimali hizi ni zetu
tumepewa na Mwenyezi Mungu ili tunufaike nazo. Hivyo hatuwezi kumwogopa mtu yoyote. Naamini wale waliotubeza sasa watakuwa wameaibika. Tanzania oye! Tanzania oye! Ndugu zangu wa Tanzania na ndugu wana Dodoma, sambamba na hayo tumedhibiti mianya ya ukwepaji kodi na hivyo kufanikia kuongeza ukusanyaji wa kodi kutoka wastani wa shilingi bilioni 850 hadi kufikia shilingi trilioni 1.5. Mwezi Disemba 2019 na mwezi Juni 2020 tulikusanya zaidi ya trilioni 1.9. Tumefanikiwa pia kudhibiti matumizi ya fedha za serikali kwa kupunguza mikutano, warsha, semina na safari za nje zisizo na tija. Tangu nimekuwa rais binafsi nimetembelea nchi 8 tu, zote za Afrika. Najua baadhi ya watu wanadai kwamba kwa sababu ya mimi kutosafiri sana, uhusiano wetu kimataifa na ushawishi wetu wa kidiplomasia umepungua. Hiyo si kweli. Badala yake umeimarika zaidi. Tumefungua ofisi 8 za kibalozi nje ya nchi, na mataifa mawili yamefungua balozi zao hapa nchini. Viongozi mbalimbali wa nchi wametutembelea na ushirikiano wetu na taasisi za kimataifa umekuwa. Zaidi ya hapo, tumeaminiwa kuongoza East Africa Community pamoja na SADC. Ndugu zangu na ndugu wananchi, katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, tumejitahidi pia kuboresha huduma muhimu za jamii, ikiwemo elimu, maji na umeme. Kwenye elimu tumetumia shilingi trilioni 1.09 kugharamia elimu bila malipo kuanzia shule ya msingi hadi sekondari. Tumejenga shule mpya za msingi 905 na za sekondari tumejenga mpya shule 228. Tumekarabati shule kongwe za sekondari 73. Tumejenga mabweni 253. Tumetengeneza madawati kutoka 3,324 hadi kufikia madawati milioni 324 hadi kufikia madawati milioni 895. Tumejenga maabara 227. Tumejenga pia kumbi la mihadhara, maktaba, hosteli na kuongeza bajeti ya mikopo ya elimu ya juu kutoka shilingi bilioni 348.7 mwaka 2014-15 hadi shilingi bilioni 450 mwaka huu wa fedha na kadhalika. Haya yote tumeyafanya kwa sababu ninyi wananchi wa Tanzania mlitutuma tuyafanye. Tumeyafanya kwa niaba yenu, na sisi tunaamini tumetimiza malengo mliotutuma. Katika swala la afya, tumejenga zahanati 1198 katika nchi nzima. Tumejenga vituo vya afya 487. Tumejenga hospitali za wilaya 99, hospitali za mikoa 10, hospitali za rufaa kanda 3 na kuajiri watumishi wa afya 14,479. Aidha, tumeongeza bajeti ya dawa kutoka shilingi bilioni 31 hadi sasa bilioni 270 na kununua magari ya kubebea wagonjwa ambulances 117. Tumeimarisha matibabu ya kibingwa ya magonjwa ya moyo, masikio, figo, mifupa, ubongo, kansa, na kwa kununua vifaa vya kisasa na kuwasomesha wataalamu ndani na nje ya nchi, na hivyo kupunguza wagonjwa kuwasafirisha nje. Tumeyafanya haya kwa sababu mlitutuma na yalikuwa kwenye ilani yetu ya uchaguzi, na hayo yalikuwa ni wajibu wetu kuyafanya, na ndiyo maana ndugu zangu nimeona angalau niyataje machache hapa leo. Kuhusu maji, tumekamilisha miradi 1423 na mingine mingi inaendelea kutekelezwa sehemu mbalimbali, ikiwemo mradi mkubwa wa kutoa maji Ziwa Victoria kwenda Nzega, Tabora, Igunga, na mradi wa maji wa Arusha, pamoja na mradi wa kupeleka maji kwenye miji 28 unaotekelezwa kwa shilingi
trilioni 1.2. Kwa hapa Dodoma kuna mradi mkubwa wa Farukwa ambao utaleta maji katika jiji la Dodoma. Mbali na kuboresha huduma za jamii, ndugu zangu, kwenye miaka 5 iliyopita tumejitahidi kuimarisha miundombinu wezeshi ya kiuchumi, hususan ya usafiri na umeme. Kwenye umeme tumeondoa kwa kiasi kikubwa tatizo la mgao wa umeme, na pia tumefikisha umeme kwenye maeneo mengi nchini, hususan vijijini. Zaidi ya vijiji 9,570 kwa taarifa za leo zimefikishiwa umeme kutoka kwenye vijiji 2,220 kutoka kwenye vijiji 2,218 mwaka 2018. Hii imewezekana baada ya kupunguza gharama za kugharamia umeme kutoka shilingi 177,000 hadi kufikia shilingi 27,000 tu. Tumekamilisha pia miradi wa Kinyerezi tu ambao unatuongezea megawatts 240, na tunakaribia kukamilisha upanuzi wa mtambo wa Kinyerezi 1 utakaozalisha megawatts 325 kutoka megawatts 150 za sasa. Muhimu zaidi, tumeanza kutekeleza mradi mkubwa wa umeme katika bonde la mto Rufiji. Mradi huu utagharimu shilingi trilioni 6.5 na zote fedha zinatolewa na Watanzania, na utazalisha umeme megawatts 2,115. Haya tunayafanya ili tuijenge Tanzania mpya, Tanzania yenye mwelekeo mpya kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania wote. Kuhusu usafiri wa barabara, tumejenga takriban kilomita 3,500 za barabara za lami na nyingine zenye urefu wa zaidi ya kilomita 2,200 zinaendelea kujengwa. Tumekamilisha pia ujenzi wa madaraja makubwa 13 ikiwemo daraja la Nyerere Kigamboni na madaraja mengine kule Kilombero pamoja na daraja la Sibiti. Na wakati huo huo ujenzi wa madaraja mengine makubwa unaendelea ikiwemo daraja la Kigongo Busisi lenye urefu wa kilomita 3.2, daraja la Sarenda lenye urefu wa kilomita 1.03, pamoja na daraja la Wami lenye urefu wa mita 513.5, pamoja na madaraja mengine mengi yakiwemo interchange pale Ubungo. Kazi hizi zote tulizozimaliza na kazi zingine ambazo zinaendelea zimetufanya sisi tuje tuwaombe tena kura ili tuziendeleze, zisije zikakwama, tusije tukaziachia mtu mwingine ambaye hajui hata namna ya kutafuta nondo. Dodoma oye! Tanzania oye! Usafiri wa reli. Tunakaribia kukamilisha awamu ya kwanza ya ujenzi wa reli ya kisasa kutoka Dar es Salaam hadi Morogoro yenye urefu wa kilomita 300, na ujenzi wa awamu ya pili kutoka Morogoro hadi Makutopora umbali wa kilomita 422 umefikia 35%. Miradi hii miwili inagharimu shilingi trilioni 7.062 na fedha zote zimetolewa na serikali. Tumekarabati reli ya kutoka Morogoro hadi Isaka na kufufua usafiri wa reli kutoka Dar es Salaam, Tanga, Moshi hadi Arusha ambao ulisimama kwa takriban miaka 20. Lakini katika sehemu iliyobaki ya kujenga SGR, Jumatatu ya wiki hii tayari tumeshatangaza kuanza ujenzi wa reli tena ya kisasa kuanzia Mwanza hadi Isaka, na baadaye tutatangaza kutoka Isaka hadi Makutopora na maeneo mengine. Kuhusu usafiri wa maji, tunafanya upanuzi wa bandari zetu kuu Dar es Salaam, Mtwara, Tanga, pamoja na kuboresha usafiri kwenye maziwa yetu makuu ya Victoria, Tanganyika na Nyasa kwa kupanua bandari zake na pia kujenga au kukarabati meli 5 ambazo tayari zingine zimeshakarabatiwa: MV Victoria, MV Butiama, Clarias, MV Umoja, Wimbi na mengine mengi. Hii yote ni kazi ambayo tunaamini
zitasaidia katika kuboresha uchumi wa Watanzania. Na ndiyo maana ndugu zangu, tuko hapa tena kuwaomba kura ili haya tukayaendeleze yasije yakakwama njiani. Dodoma oye! Tanzania oye! Kuhusu usafiri wa anga, tumekamilisha ujenzi wa jengo jipya la abiria Terminal 3 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Nyerere, na upanuzi wa viwanja 11 unaendelea maeneo mbalimbali nchini. Na katika viwanja hivyo tunapanua uwanja wa hapa Dodoma, lakini tumeshatangaza kuanza kujenga uwanja mkubwa sana Msarato, na tenda ziko vizuri na kandarasi ameshapatikana, na kwa sasa tunaendelea katika mazungumzo ili baadaye kandarasi aanze kujenga uwanja mkubwa wenye zaidi ya kilomita 3 hapa Msarato, na ndege zitakuwa zinatoka hapa zinakwenda Ulaya wala hazitapitia mahali popote. Tunayafanya haya kwa sababu sisi tunaamini na ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi inapatambua hapa ndiyo makao makuu ya nchi. Hapa ndiyo makao makuu ya nchi. Kwa hiyo vitu vikubwa vya nchi pia vinatakiwa kuwa hapa, ikiwa ni pamoja na uwanja mkubwa wa kimataifa. Haya yote yanawezekana. Ni matumaini yangu mtaturudisha tena tuendelee kuyashughulikia haya. Tanzania oye! Kilimanjaro oye! Tunaendelea pia na maeneo mengine mbalimbali 11 katika nchi hii, ikiwemo Mtwara, Msoma na maeneo mengine mbali. Tumekamilisha pia ujenzi wa rada Dar es Salaam, Kilimanjaro, Mtwara na kule Songwe huko kwenye hatua za mwisho. Sambamba na hilo, tumefufua shirika letu la ndege ATCL kwa kununua ndege mpya 11. 8 zimeshafika, 3 zingine ziko zinaendelea kutengenezwa. Na katika ilani ya uchaguzi hii tutanunua ndege zingine 5 mpya katika kipindi cha miaka 5, ikiwepo ndege ya kubeba mizigo, ili kama ni kubeba zabibu, kama ni kubeba maua, kama ni kubeba samaki, inatoka moja kwa moja hapa na kwenda Ulaya. Hiyo ndiyo Tanzania tunayotaka kuijenga. Kuhusu mawasiliano ya simu, ndugu zangu, yameboreshwa kutoka 79% hadi 94% kwa sasa, na kuwa watumiaji wa simu ambao sasa hivi wamefikia milioni 40, gharama za simu kufikia moja kwa moja kwa kila dakika moja nazo zimepungua kutoka shilingi 267 hadi shilingi 40 kwa sasa kwa dakika moja. Haya yote nimeona ni yazungumze hapa ndugu zangu, ili tujue kule tulikotoka, mahali tulipo na mahali tunapoelekea. Ndugu zangu, katika kipindi cha miaka 5 iliyopita tumefuta tozo 114 za kilimo, uvuvi pamoja na mifugo. Tumeanza kutekeleza mpango wa kuboresha mazingira ya biashara nchini, yani blueprint. Tumepunguza viwango vya baadhi ya kodi na kufuta takriban tozo 54 za biashara katika kurahisisha wafanyabiashara wetu wafanye biashara vizuri. Kwa wafanyakazi tuliwapandisha vyeo watumishi 306,617 na kulipa madeni ya watumishi ya mishahara na yasiyo ya mishahara yenye thamani ya shilingi bilioni 472.6, ya mishahara yakiwa shilingi bilioni 114.5 na yasiyo ya mishahara shilingi bilioni 358.1. Lakini pia tumepunguza ile fee ya UN kutoka 11% hadi 9%. Kwa rafiki zangu wajasiriamali wadogo, machinga, mamarishe, waendesha bodaboda na bajaji, mnakumbuka mlivyokuwa mnateseka hata kupata tu mahali pa kufanzia biashara. Tumetoa vitambulisho maalum kwao ili kuwawezesha kuendesha shughuli zao bila kubuguziwa. Zamani ilikuwa ukifanya biashara hapo unapigwa na mgambo, ukienda hapa unahamishwa hiki, mamarishe unasumbuliwa. Tumesema tunawapa vitambulisho
ili wasisumbuliwe mahali popote, wafanye kazi na kufanya biashara mahali popote, kwa sababu Tanzania ni ya Watanzania wote. Lakini hali kadhalika tumepitisha sheria ya kuzitaka halmashauri itenge 10% ya mapato yao ya ndani kwa ajili ya kutoa mikopo isiyo na riba kwa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Tumefanya yaliyo mazuri kwa wananchi wetu. Ndiyo maana tunaomba tena miaka 5 tuendelee kufanya mazuri kwa wananchi wetu. Kutokana na hatua tulizochukua, mafanikio mengi makubwa yamepatikana. Ukiachilia mbali kuimarika kwa nidhamu serikalini, tumepiga hatua kubwa kwenye mapambano dhidi ya rushwa. Kwa mujibu wa shirika la Transparency International, mwaka 2019 Tanzania ilishika nafasi ya kwanza kati ya nchi 35 zilizofanyiwa utafiti wa rushwa barani Afrika. Aidha, jukwaa la dunia la uchumi World Economic Forum limeitaja Tanzania kushika nafasi ya 28 kati ya nchi 136 duniani kwa kutumia vizuri fedha za umma. Tupeni tena miaka 5 tukafanye makubwa zaidi, ndugu zangu wa Tanzania. Dodoma oye! Tanzania oye! Sambamba na hayo, kutokana na uwekezaji mkubwa tulioufanya katika kuboresha elimu, idadi ya wanafunzi wanaoandikishwa darasa la kwanza imeongezeka kutoka milioni 1 mwaka 2015 hadi kufikia wastani wa wanafunzi milioni 1.6. Wanafunzi wa shule za msingi wameongezeka kutoka milioni 10.2 hadi milioni 12.03, na wa kidato cha kwanza na cha 4 wameongezeka kutoka milioni 1,648,359 hadi kufikia wanafunzi milioni 2,185,037. Zaidi ya hapo, na muhimu zaidi, ni kwamba ufaulu nao umeongezeka. Mathalani, kwenye matokeo ya kidato cha 6 mwaka huu, ufaulu umefikia 96.97, ambapo kati ya shule 10 bora 8 ni za serikali. Mtakumbuka kuwa miaka michache iliyopita shule za serikali zilikuwa hazionekani kwenye 10 bora. Leo zimeanza kuonekana. Tumeweza pia kuongeza idadi ya wanufaika wa mikopo ya elimu ya juu kutoka 98,300 mwaka 2014-15 hadi kufikia 130,883 hivi sasa. Mafanikio haya yote yasije yakavurugwa. Tupeni tena miaka 5 tukaongoze na kuyaendeleza haya. Ndugu zangu wananchi wa Dodoma na wa Tanzania, tumefanikiwa pia kupunguza vifo vya watoto wachanga walio chini ya mwezi mmoja kutoka wastani wa vifo 25 hadi vifo 7 kwa kila vizazi hai 1000, na idadi ya rufaa za kwenda nje imepungua kwa 65%. Aidha, tumeongeza upatikanaji wa maji safi na salama vijijini kutoka 47% hadi kufikia 70.1 mwaka 2020, na kwa mijini kutoka 74% hadi kufikia 84% mwaka 2020. Kuhusu umeme, idadi ya watumiaji wa umeme, energy access, imeongezeka kutoka 35% hadi sasa 85%. Kwa upande wa uchumi, mafanikio mengi makubwa yamepatikana. Katika kipindi cha miaka 5, uchumi wetu umeendelea kukua kwa wastani wa 6.9 hadi 7% kwa mwaka, na pato ghafi la taifa limeongezeka kutoka shilingi trilioni 94.349 mwaka 2015 hadi kufikia shilingi trilioni 139.9 kwa mwaka 2019 kwa bei ya miaka husika, yani current price. Hii sio tu imetufanya tuwe miongoni mwa nchi 10 zenye uchumi mkubwa zaidi barani Afrika, lakini pia
tumefanikiwa kutoka kundi la nchi maskini na kuingia kundi la nchi za uchumi wa kati mapema kuliko tulivyokuwa tumepanga kwenye dira ya taifa ya maendeleo. Huu ni ushahidi tosha kuwa tunastahili kupewa miaka mingine mitano kuongoza. Tupeni ndugu zangu, tuendelee katika miaka mingine mitano. Na kama ambavyo nimekuwa nikizungumza, maendeleo hayana chama. Ninajua hapa kuna wana CCM, lakini pia wapo ambao si wana CCM. Wote tunahitaji maendeleo kwa ajili ya kusukuma kudumu taifa letu. Tumefanikiwa pia kudhibiti mfumuko wa bei kutoka 6.1 hadi kufikia wastani wa 4.4. Tumeongeza akiba ya fedha za kigeni kutoka dola za Marekani bilioni 4.4 wakati tulipokuwa tukiingia madarakani, zilizokuwa zikitosheleza kununua bidhaa na huduma kwa miezi 4 na siku 3, hadi dola za Marekani bilioni 5.168 mwezi Julai 2020, ambazo zinatuwezesha kununua bidhaa na huduma kwa miezi 6. Biashara yetu ya nje imeongezeka kutoka shilingi trilioni 11.5 wakati tukiingia madarakani hadi kufikia trilioni 16.6 kwa mwaka 2018-19. Aidha, jumla ya viwanda vipya 8,477 vimejengwa. Vikubwa viko 201, vya kati 460, vidogo 3,406 na vidogo sana ni 4,410. Hii imeongeza idadi ya viwanda nchini kutoka 52,633 hadi viwanda 61,110 mwaka 2020. Ndugu zangu, mliotutuma miaka mitano iliyopita tumeyafanya kwa nguvu kubwa. Tupeni tena miaka mitano mingine. Tumeweza pia kuvutia uwekezaji wenye thamani ya dola za Marekani bilioni 20.4 sawa na takriban shilingi trilioni 46. Aidha, kwa ujumla, kutokana na shughuli mbalimbali zilizotekeleza, tumetengeneza ajira zipatazo milioni 632,299 na kupunguza umaskini wa kipato hadi kufikia 26.4 mwaka 2017, 18 na 19. Ndugu wananchi, na washukuru na kuwapongeza Watanzania wote wa dini zote, makabila yote, vyama vyote vya siasa kwa kutuwezesha kupatikana kwa mafanikio haya, hususan kwa kuchapa kazi kwa bidii, kulipa kodi na pia kudumisha amani ya nchi yetu. Nchi yetu imeendelea kuwa miongoni mwa nchi zinazoongoza kwa amani barani Afrika. Amani ndiyo msingi wa maendeleo haya yote. Nina uhakika baada ya kazi kubwa tuliyoifanya kwenye miaka hii mitano, muda si mrefu tutaanza kufurahia mavuno makubwa ya kazi tuliyoifanya. Tutaanza kufaidi mavuno ya reli tunayoijenga, mavuno ya mradi wa umeme tunaotekeleza, mavuno ya barabara na bandari tunazojenga, mavuno ya meli tulizozijenga. Kwa mfano, kwa taarifa niliyoipata sasa, kwa meli zilizokuwa zinaenda Bukoba, mzigo wa tani moja ulikuwa unabebwa kwa 130,000. Baada ya meli juzi kuanza kwenda Bukoba, mzigo uliokuwa unabebwa kwa 130,000 kwa tani sasa unabebwa kwa shilingi 27,000 kwa tani. Haya ni mavuno ya uwekezaji tuliyoyafanya. Mtaanza pia kuona mavuno kwa ukarabati na ujenzi wa viwanja tunavyovijenga, kwa ndege tunazozinunua, lakini kwa mambo mengine mengi ikiwemo miradi ya maji na elimu. Hivyo basi, na wasihi wa Tanzania tuendelee kuwa wamoja. Mambo mazuri makubwa yanakuja. Ndugu zangu, katika ilani ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025, Mheshimiwa Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi amefafanua kwa ufupi, lakini ni mambo mengi
ambayo yanatakiwa kutekelezwa katika kipindi cha miaka mitano. Na ndiyo maana ndugu zangu, niliamua kumchagua tena kuwa mgombea mwenza Mama Samia, mama mchapakazi, mama mwema, mama anayejua na kutambua tunaelekea wapi. Sikutaka kuchagua mtu mwingine wa kuja kujifunza. Ndiyo maana ninaendelea kuwa na Mama Samia, lakini pia mzuri. Nasema uongo ndugu zangu? Mnamuona mwenyewe alivyo mweupe, lakini ni mchapakazi na anafahamu kutekeleza malengo ya Watanzania wote bila kubagua vyama vyao. Mama Samia oye! Mama Samia oye! Na kwa misingi hiyo basi nimeona niwanie tena urais ili nikaendelee kushirikiana nanyi katika kuhakikisha pale tulipoachia kwenye muhula wetu wa kwanza, na katika miaka mitano ijayo, baadhi ya mambo ambayo tunataka kuyatekeleza, ambayo kwa bahati nzuri tumeyaweka kwenye ilani yetu ya uchaguzi ya mwaka 2020-2025 ni kama ifuatavyo. Kwanza, katika kipindi cha miaka mitano ijayo tumejipanga kuendelea kusimamia amani, umoja na mshikamano wa nchi yetu. Amani tutailinda kwa nguvu zote. Tutaendelea pia kulinda muungano wetu pamoja na mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Haya ni mambo muhimu ambayo yaliasisiwa na viongozi wetu walioanzisha taifa hili, Mzee Karume pamoja na Mzee Nyerere. Pili, tutaendeleza jitihada za kukuza uchumi, hususan kwa kuendesha na kuboresha sera zetu za uchumi na sera za fedha jumla, yaani microeconomic and monetary policies. Tutahakikisha viashiria vyote vya uchumi vinakuwa kwenye hali nzuri, ambapo tunakusudia uchumi wetu ukue kwa wastani wa 8% kwa mwaka. Mfumuko wa bei uzidi kupungua, lakini pia kupunguza viwango vya riba katika mabenki yetu. Kwenye miaka mitano ijayo pia tunakusudia kuendeleza jitihada za kupambana na matatizo ya umaskini na ukosefu wa ajira, hususan kwa kuweka mkazo mkubwa kwenye sekta zetu kuu za uchumi na uzalishaji zinazoajiri Watanzania wengi, ikiwemo kilimo, uvuvi, ufugaji, viwanda, madini, utalii na bila kusahau sanaa, utamaduni pamoja na michezo. Sekta hizi ndizo zenye kutoa ajira nyingi kwa Watanzania. Tutazisimamia kikamilifu ili taifa na uchumi wa Watanzania uendelee kupanda mbele. Kwenye swala la kilimo, tunalenga kuongeza tija na kuifanya kilimo chetu kiwe cha kibiashara, ambapo maeneo ya mkazo yatakuwa ni kuongeza upatikanaji wa zana na pembejeo za kisasa za kilimo, ikiwemo matrekta, mbolea, viuatilifu na mbegu bora. Tutaendelea kuimarisha benki yetu ya kilimo ili kuiwezesha kutoa mikopo kwa wakulima, wafugaji pamoja na wavuvi. Tutazihamasisha pia benki binafsi kuanzisha madirisha ya kilimo ili kutoa mikopo yenye riba nafuu kwa wakulima, wafugaji na wavuvi. Tumepanga pia kuongeza eneo la umwagiliaji kutoka hekta 561 na 383 za sasa hadi kufikia hekta 1,200,000 kwa mwaka 2025, na kuhakikisha kuimarisha huduma za ugani na vyama vya ushirika. Kwa upande wa mifugo, tutaendelea kupima na kumilikisha maeneo ya ufugaji ili kuyaongeza kutoka hekta 2,788,901 ya sasa hadi hekta 6,000,000 mwaka 2025, na hii ni kwa ajili ya wafugaji tu. Tutahamasisha ufugaji wa kisasa. Tutaongeza na kuimarisha ujenzi wa machinjio ya kisasa. Tutaboresha na kuimarisha tiba na afya za mifugo
ikiwemo kuimarisha upatikanaji wa chanjo na madawa. Tutaongeza vituo vya kuzalisha mbegu bora na kuongeza uzalishaji wa chakula cha mifugo. Kwenye sekta ya mifugo pia tutaongeza tija ya mifugo nchini kupitia uhimilishaji na uhawilishaji wa vintete. Kuhusu uvuvi, ndugu zangu, tumepewa miundombinu ya uvuvi kwenye bahari na maziwa yetu makuu. Haya tutayaweza, fedha zipo na uwezo tunao. Tanzania ni tajiri. Lakini pia tutaboresha mazingira ya uwekezaji na uwezeshaji wa wavuvi kuvua katika bahari kuu. Tutaongeza uzalishaji wa vifaranga na kuhamasisha ujenzi wa viwanda vya kuchakata samaki na kuendeleza mapambano dhidi ya uvuvi haramu. Haya yote wa kuyatekeleza sisi. Ndio maana tumeomba tena kwa mara nyingine, tupeni tukayatekeleze. Kwenye viwanda tutaendelea kuboresha mazingira ili kuvutia wawekezaji kwenye viwanda, hasa katika vinavyotumia malighafi za ndani yenye kutoa ajira nyingi, kwa sababu bila viwanda hakuna ajira. Tusipojenga viwanda, maana yake tunawatengenezea ajira wale wenye viwanda ambao wako nje ya Tanzania. Na ndio maana tumesema ni lazima tujenge viwanda vingi ambavyo vitatumia mali za hapa hapa. Kama ni viwanda vya zabibu, viwe viwanda vya zabibu. Wananchi wa Dodoma wataajiriwa kwenye viwanda hivyo. Kama ni viwanda vya nyama, tutengeneze viwanda vya nyama. Nyama zile tuziweke kwenye makopo tuwapelekee kule. Kama ni viwanda vya nguo, tutengeneze pamba yetu hapa. Ili tutakapotengeneza, tutengeneze nguo ndio tukauze kule. Badala ya kuwapelekea pamba wao, wakatengeneze nguo kule, wazivae, halafu watuletee mitumba. Tunataka tutengeneze hiyo pamba hapa, tutengeneze nguo, tuzivae, wao ndio tuwapelekee mitumba kule. Kuhusu madini, hatua tunazochukua ni kuendelea kuimarisha udhibiti na usimamizi wa uchimbaji mkubwa na wakati wa madini ili uweze kuimarisha taifa letu. Mtakumbuka siku za nyuma madini yetu yalikuwa yanaibiwa pale Tanzania. Tukaamua kujenga ukuta. Wakati nazungumza kwamba tutajenga ukuta wenye kilomita 25, hawakuamini. Lakini tumejenga, tumeweza kudhibiti wizi wa Tanzania uliokuwa unafanyika pale. Tutaendelea kuwawezesha wachimbaji wetu wadogo wadogo ili wafanye shughuli zao kwa tija. Mtakumbuka miaka ya nyuma, ndugu zangu, wachimbaji wadogo wadogo kila wanapopata labda dhahabu wanakuja wanafukuzwa, wanakuja wakubwa. Kwa sasa hivi machimbo hayo madogo madogo tunayamilikisha kwa wananchi wa kawaida ili waendelee kufaidika na mali yao. Madini haya yametengenezwa Tanzania kwa ajili ya kuwanufaisha wa Tanzania. Lakini pia tutaimarisha masoko kwenye maeneo yenye shughuli za uchimbaji madini na kuhamasisha ujenzi wa viwanda vya uchenjuaji na kuongeza thamani. Ndio maana ndugu zangu, ili tukayatimiza haya, tunaomba tena miaka 5 tukayashughulikie haya. Dodoma oye! Kwenye utalii tumepanga kuongeza idadi ya watalii hadi kufikia milioni 5 mwaka 2025 na mapato kutoka dola za Marekani bilioni 2.6 za sasa hadi dola za Marekani bilioni 6. Hatua tutakayochukua ni pamoja na kupanua wigo wa vivutio vya utalii, ikiwemo kukuza utalii wa mikutano na uwindaji wa wanyamapori, kuimarisha utalii wa fukwe, kujenga miundombinu ya kuwezesha meli za utalii kuzuru nchini na kuongeza kasi ya utangazaji wa vivutio vyetu, ikiwemo kwa kuboresha vipindi vya channel yetu mahususi ya utalii ya televisheni ya taifa. Lakini pia tumeongeza mbuga za utalii na tumezitangaza ili watalii wawe na uwezo wa kwenda mahali popote. Kuhusu sanaa na michezo, kama mnavyofahamu, sekta hii inakuwa kwa kasi kubwa.
na imeajiri vijana wengi sana. Hivyo basi kwenye miaka mitano ijayo tumejipanga kuikuza zaidi kwa kuimarisha usimamizi na masuala ya hati miliki ili wasanii waweze kunufaika na kazi zao. Tutauisha mifuko wa utamaduni na sanaa ili kuwasaidia wasanii wetu, ikiwepo kupata mafunzo na mikopo. Tutaanza pia kutenga taratibu fedha kwa ajili ya kuziandaa timu zetu za taifa. Kwa ujumla, sekta ya sanaa na michezo tutaibeba kwa nguvu kubwa zaidi. Sambamba na hayo, ndugu zangu, ili kujenga uchumi wa kisasa, tutaendelea kuimarisha miundombinu ya usafiri na nishati ya umeme. Tumepanga kuendelea ujenzi wa barabara za mikoa ambayo bado haijaunganishwa, ikiwemo barabara ya Mpanda Tabora ambayo kwa sasa hivi kuna makontrakta zaidi ya 3, barabara yenye urefu wa kilomita 356. Lakini barabara ya Manyoni Tabora Mpanda Kigoma Nyakanazi, na pia kuanza ujenzi wa barabara ya Makurunge Sadani Pangani Tanga kule anapotoka Mheshimiwa Kikwete, pamoja na barabara ya Rupiro Marinyi Kilosa kwa Mpepo Londo Kitanda. Tutakamilisha pia ujenzi wa madaraja makubwa 7 ikiwemo daraja la Kigongo Busisi na Sarenda Bridge. Hizi barabara zingine zilizotajwa nazo tutashughulikia kikamilifu, ikiwepo hizo barabara zilizozungumzwa na waheshimiwa wabunge hapa. Lakini tumepanga pia kukamilisha upanuzi wa bandari zetu kuu ya Dar es Salaam, Tanga na Mtwara, na pia kwenye maziwa yetu makuu ikiwemo bandari ya Karema ambayo itaunganisha nchi yetu na majirani zetu wa DRC kwa upande wa Karemi. Vile vile tumepanga kununua meli ya kubeba mizigo katika bahari ya Hindi na kujenga meli 3 kwenye ziwa Tanganyika, pamoja na mafuta pamoja na moja ya mafuta, nyingine ya mizigo, pamoja na ya 3 itakuwa inabeba abiria 600 na tani 400 za mizigo. Vile vile tutajenga meli mpya ya kubeba mabehewa ya treni kwenye ziwa Victoria. Sambamba na hayo, tutakamilisha ujenzi wa reli mpya ya kisasa SGR kutoka Dar es Salaam hadi Makutopora na kuanza ujenzi wa kipande cha Mwanza Isaka Makutopora Mpanda Karemi, na pia kufanya maandalizi ya ujenzi wa reli kutoka Kaliua Mpanda na Tabora hadi Kigoma. Ndugu wa Tanzania, tunaomba kura zenu ili tukayatimize haya. Dodoma oye! Tanzania oye! Kwa upande wa usafiri wa anga, tumepanga kuendelea na upanuzi wa viwanja 16. Vile vile tutanunua ndege nyingine mpya 5 kama nilivyosema, 2 kubwa za masafa marefu, 2 za masafa ya kati na 1 ya mizigo, na pia kuimarisha chuo chetu cha taifa cha usafirishaji ili kiwe na uwezo wa kutoa wataalamu wa kada mbalimbali za usafiri wa anga. Hatua hizi sio tu zitachochea shughuli za kiuchumi na uzalishaji nchini, lakini pia zitaifanya nchi yetu iwe kitovu cha huduma ya usafiri na usafirishaji kwenye ukanda wetu. Kuhusu nishati, tumepanga kukamilisha ujenzi wa miradi mikubwa wa kufufua umeme wa maji wa bwawa la Mwalimu Nyerere utakaozalisha megawati 2115 pamoja na miradi mingine ikiwemo ya kutumia maji, gesi asilia na nishati jadidi. Kwa ujumla, kwenye miaka 5 ijayo tunatarajia kuongeza kwenye gridi yetu ya taifa takriban megawati 5,000. Hali kadhalika tumepanga kukamilisha ufikishaji umeme kwenye vijiji vyote vilivyosalia ambavyo idadi yake hazizidi 2,600, kwa sababu mpaka leo vijiji ambavyo vimeshapata umeme ni vijiji 9,570 na vijiji vyote katika nchi nzima ni vijiji 12,228. Kwa hiyo tumebakiza vijiji 2,680 hivi. Haviwezi vikatushinda katika kipindi cha miaka 5 mtakapotupa. Tupeni tukatimize haya yote.
Tumepanga pia kuboresha huduma za mawasiliano kwa kuhakikisha huduma za simu zinapatikana maeneo yote nchini na kuendeleza ujenzi wa mkongo wa taifa ili kuongeza matumizi ya internet kutoka 43% hadi 80%. Tutaendelea pia kuboresha huduma muhimu za jamii, hususan afya, elimu, maji, na kwenye afya tunakusudia kuendelea na ujenzi wa zahanati, vituo vya afya na kukamilisha ujenzi wa hospitali za wilaya 99, hospitali za rufaa za mikoa 10 na za kanda 4. Vile vile tutaendelea kuimarisha upatikanaji wa dawa, vifaa, vitendanishi. Tutaimarisha pia mifuko ya bima ya afya ya NHIF pamoja na CHF. Tutaongeza watumishi wa afya. Tutaongeza udahili wa kada mbalimbali za afya kufikia 25,000. Tutaimarisha huduma za matibabu ya kibingwa na ubingwa bobezi ili kufikia viwango vya kimataifa. Kwa upande wa elimu, tutaendelea kutoa elimu ya msingi na sekondari bila malipo kama tulivyofanya katika kipindi cha miaka 5 iliyopita. Tutaendelea na ujenzi na ukarabati wa miundombinu ikiwemo shule, madarasa, mabweni, maabara, maktaba, ofisi na nyumba za walimu, hosteli pamoja na kumbi za mihadhara. Tutaimarisha ufundishaji wa masomo ya sayansi, hisabati na lugha, hasa na lugha yetu ya Kiswahili. Utoaji wa elimu kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum nao tutauimarisha. Tutaongeza udahili na mafunzo ya ufundi. Tutaongeza udahili wa wanafunzi wa elimu ya juu na pia kupitia mara kwa mara mitaala yetu kwa lengo la kuzalisha rasilimali watu yenye maarifa na ujuzi unaokidhi viwango vya kitaifa, kimataifa na kikanda. Ndugu zangu, tunawaombeni kura. Kuhusu maji, tutaendelea kutekeleza miradi ya maji mijini na vijijini pamoja na kuimarisha mfuko wa taifa wa maji ili kuongeza uwezo wa fedha wa kutekeleza miradi ya maji ili hatimaye ikifika mwaka 2025 angalau 90% ya wananchi wetu wote wawe wanapata huduma ya maji safi na salama. Katika kipindi cha miaka 5 ijayo, tutaweka mkazo mkubwa sana kwenye masuala ya sayansi na teknolojia na ubunifu. Sayansi na teknolojia ni nyenzo muhimu, sio tu katika kuongeza tija na ufanisi, lakini pia katika kutatua changamoto mbalimbali za maendeleo. Hivyo basi, tumejipanga kuimarisha uratibu wa uwezeshaji katika maendeleo ya sayansi, teknolojia na ubunifu ili kuhamasisha matumizi yake katika uchumi wa kidijitali. Lakini tutahamasisha pia wataalamu wetu ambao wanaweza kutibu magonjwa kwa dawa za kienyeji ili watambuliwe kikamilifu badala ya kuwapuuza. Tutaongeza fedha kwa ajili ya utafiti na kusomesha Watanzania katika vyuo bora ya hapa nchini na duniani. Kutokana na hatua hizi, tunatarajia kutengeneza ajira zipatazo hizo milioni 8 ambazo sio tu zitasaidia kupunguza tatizo la ajira, lakini zitapunguza pia umaskini. Masuala mengine ambayo tunayapa kipaumbele kwenye kipindi kijacho cha miaka 5 ni uhusiano wa kimataifa, ambapo tutaendelea kutekeleza sera yetu ya mambo ya nje inayoweka mkazo kwenye diplomasia ya uchumi ili kuvutia uwekezaji, kuvutia watalii pamoja na kutafuta masoko ya bidhaa za Tanzania. Tutaendelea pia kusimamia nidhamu kwenye utumishi wa umma. Tutazidisha mapambano dhidi ya rushwa, wizi na ufisadi. Tutaendelea kuimarisha mifumo ya utoaji haki nchini na pia kushughulikia masuala ya ardhi na makazi kwa wananchi wetu. Tutaendelea kupambana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi kwa kuhimiza matumizi ya gesi na umeme, kutengeneza mazingira wezeshi kwa wananchi kuwa na makazi bora na kadhalika. Tutaendelea pia kukuza usawa wa jinsia katika sehemu mbalimbali ikiwemo kwenye vyombo vya uamuzi. Na hii ndiyo moja ya sababu, kama nilivyosema, nilimteua tena Mama Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea mwenza kwa niaba ya wanawake wote. Wanawake oye! Wanawake wataweza. Ndugu wananchi, kwa kifupi sana, haya ni baadhi tu ya masuala ambayo tumepanga kuyatekeleza kwenye miaka 5 ijayo.
Ninajua wapo baadhi ya watu wanaweza wasiamini kama kweli tutatekeleza, kwa vile wanayaona kuwa ni mengi na makubwa mno, lakini nataka kuwahakikishia haya tunayaweza. Haya ni saizi yetu, tutayatekeleza kweli kweli. Uwezo wa kuyatekeleza haya tunayo, na tutayatekeleza kwa spidi kubwa. Naomba Watanzania mtuamini, na tunaamini kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu haya tutayaweza, kama ambavyo tumeweza kuyaweza yale tuliyoyatekeleza katika kipindi cha miaka 5. Hata kuhamia hapa Dodoma tumeweza. Ndugu zangu, nimejitahidi kueleza kwa kifupi baadhi ya masuala tunayoyafanya kitaifa, lakini hapa Dodoma pia tumefanya mambo mengi. Kubwa kuliko yote ni kuhamishia makao makuu ya serikali, na hivyo kuweza kutimiza ndoto na maono ya baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ya kuhamishia makao makuu ya serikali jijini Dodoma, ambayo ilikuwa ndoto yake tangu mwaka 1973. Sasa ni miaka karibu 47. Sambamba na kuhamishia makao makuu ya serikali Dodoma, tumefanya jitihada za kuboresha jiji la Dodoma ili liendane na hadhi ya makao makuu ya nchi. Tumepanua uwanja wa ndege wa Dodoma, tumejenga barabara zenye urefu wa takriban kilomita 70 na kuziwekea taa. Tumejenga soko, stendi na dampo la kisasa. Aidha, tunajenga ofisi za serikali kwenye maeneo mbalimbali, ikiwemo kwenye eneo la mji wa serikali uliopo Mtumba, ambapo pia tunajenga barabara yenye urefu wa kilomita 51. Hali kadhalika tumetumia takriban shilingi bilioni 14.5 kwa ajili ya upanuzi wa vituo vya afya 22 na ujenzi wa hospitali ya wilaya 3. Lakini pia tumeimarisha hospitali ya Benjamin Mkapa, na pia tunaendelea na ujenzi wa hospitali mpya ya Uhuru pale Chamwino, ambapo pia hivi sasa tunajenga Ikulu mpya. Tumeshamaliza kuzungusha ukuta wote wa Ikulu kilomita 27. Aidha, tumekamilisha ujenzi wa kituo kikubwa cha umeme pale Zuzu. Kwa hiyo Dodoma hapa takuwa na tatizo la umeme. Kwenye miaka 5 ijayo tumepanga kuendelea kuboresha jiji la Dodoma liwe la kisasa zaidi, ikiwa ni pamoja na kujenga barabara ya mzunguko ya njia 4. Barabara hii itakuwa na urefu wa kilomita 110. Tenda zimeshatangazwa na makandarasi wameshapatikana 2. Sehemu moja itakuwa na kilomita 60, kontrakta mmoja, na kontrakta mwingine atakuwa na kilomita 50 na kitu, 52. Pesa zipo, mkataba umeshasainiwa. Baada ya mobilization wataanza kujenga. Ninyi watani zangu wa Gogo mnaiita Outer Dual Carriageway Ring Road yenye urefu wa hizo kilomita 110, ambayo itaanzia Nara, kule Nara, kupitia Beyura, Mtumba na kuzunguka tena. Itakuwa na njia 4. Hii barabara itakuwa ya kisasa. Nasema itakuwa ya kisasa. Itatengeneza picha nyingine ya jiji la Dodoma. Kama nilivyosema, kandarasi yupo, wako makandarasi 2 na mkataba tayari umeshasainiwa. Na gharama ya fedha ambazo zipo ni bilioni 415 na fedha zipo. Tutaanza pia ujenzi wa uwanja mkubwa wa kisasa wa ndege kule Msarato kama nilivyosema, na ujenzi wa bwawa la kuhifadhi maji la Farukwa, pamoja na uwanja mkubwa wa michezo kama nilivyoahidi wakati nazungumza hapa. Yako mengi ambayo tutayafanya, na tutayafanya pamoja, kwa sababu na mimi niko hapa. Kikubwa, tupeni kura, twende tukaongoze. Ndugu wananchi, tumeanza kipindi cha kampeni. Watakuja wengi na mtaelezwa mengi. Wito wangu kwenu, wasikilizeni kwa makini, ili siku ya kupiga kura mfanye maamuzi sahihi. Uchaguzi huu ni muhimu sana. Ni muhimu kwa sababu utaamua ama tuendelee na mageuzi tuliyoyaanzisha au tusiendelee nayo.
Uchaguzi huu utaamua pia tupate viongozi wa aina gani, viongozi wenye dhamira ya dhati ya kutetea maslahi ya taifa letu au kuiletea maendeleo nchi yetu, ama tupate viongozi wenye agenda zao binafsi ama waliobeba agenda za watu wengine. Uchaguzi huu pia utatusaidia kujua mwelekeo wa taifa letu ambalo limekuwa likiendelea vizuri sana. Lakini pia uchaguzi huu utaamua kama tupate viongozi watakaokuwa nasi wakati wa shida na kutupa moyo, ama viongozi ambao wakati wa shida watatukimbia au kusubiria kupata maelekezo kutoka kwa wale wanaowatuma. Uamuzi ni wenu. Lakini ninawaomba ndugu zangu wana Dodoma na Watanzania kwa ujumla, mlitafakari hili kwa ajili ya maslahi mapana ya taifa letu. Na hii ndiyo sababu nasema uchaguzi huu ni muhimu sana, ambao kila Mtanzania hana budi kushiriki na kufanya maamuzi yaliyo sahihi kwa maendeleo, ustawi na mustakabali mzima wa taifa letu. Lakini niseme chama pekee chenye uwezo wa kuwaletea maendeleo ya kweli wa Tanzania na kudumisha amani, umoja na mshikamano wa nchi yetu ni Chama cha Mapinduzi. Hivyo ndugu zangu wa Tanzania, ninaomba sana kura zenu. Tupate kura zote, mkipigie Chama cha Mapinduzi. Kura za rais, kura za wabunge, kura za wawakilishi, kura za madiwani, na utakapofika uchaguzi kule Zanzibar, kura za rais wa Zanzibar. Ili haya niliyoyaeleza hapa tuweze kuyatekeleza kwa kasi zaidi. Ndugu zangu wa Tanzania na ndugu zangu wana Dodoma, nimejitahidi kuyaeleza haya yote nikiwa ninawaomba sana kwamba siku ya tarehe 28 ni siku muhimu sana kwa taifa letu kuamua. Ni siku muhimu sana kwa kuitengeneza Tanzania yetu. Mimi na wenzangu ndani ya Chama cha Mapinduzi tunaamini tumejitahidi yale tuliyoyaweza katika kipindi cha miaka mitano. Tunajua tumejenga misingi mikubwa. Tunajua kwamba miradi mikubwa tumeianzisha ambayo sina uhakika kama mkichagua zaidi ya CCM kama watakuja kuiendeleza hiyo mipango. Na inawezekana hata makao makuu wakayahamisha tena Dodoma. Tupeni kura ndugu zangu. Ninawaomba wana Dodoma, mtupe kura kweli kweli. Muwape kura wabunge wangu ili waje wanipitishie bajeti ya mipango mikubwa ambayo tumeipanga. Hivyo ninawaomba wa Tanzania, na Mungu akawajalie wa Tanzania wa vyama vyote, na hata kwa sababu maendeleo hayana chama, maendeleo tunayahitaji sisi wa Tanzania wote kwa pamoja. Na mimi natambua ndani ya dhamira ya moyo wangu nimejitoa kwa ajili ya maendeleo ya taifa hili. Na ninatambua kabisa wabunge tuliowapitisha kuwania nafasi mbalimbali za ubunge ni wale ambao tunaamini watalivuta taifa hili. Ninatambua madiwani waliopitishwa katika maeneo mbalimbali ni wale madiwani ambao wana lengo moja la kutekeleza maendeleo ya taifa hili. Ninafahamu pia kwa upande wa Zanzibar tumemchagua Mwinyi. Mwinyi amekuwa waziri wa ulinzi kwa miaka karibu 6. Ndio. Miaka 10 sasa. Mtu kijana huyu anasimamia mizinga, anasimamia vifaru, anasimamia mabomu,
wala hajawahi hata kuamulisha siku moja kwenda kupiga watu. Ni kijana mwenye moyo mzuri sana, na ndiyo maana siku zote nimesema huyu ataisaidia Zanzibar, kwa sababu ni mtu ambaye anajituma na ana upendo na hana jaziba. Ninaamini wale tutakao wapitisha wawakilishi, ambapo kikao cha kuwapitisha kitakuwa Jumatatu kwa sisi Central Committee, nao watakuwa wawakilishi wazuri. Ndugu zangu wa Tanzania, tuangalie mahali tulipotoka, mahali tulipo na mahali tunapoelekea. Tanzania ya miaka ya nyuma si Tanzania ya leo, lakini pia tunaelekea pazuri zaidi. Ninawaomba sana, tupeni kura zenu, na ninawaomba siku ya kupiga kura msije mkasema Magufuli ameshinda au wabunge wa CCM wameshinda au Mwinyi ameshinda. Ninawaomba ndugu zangu, tukapige kura. Tusije tukafurahi kwamba ameshinda wakati ukaacha kwenda kupiga kura. Kila mmoja akapige kura, ili mwaka huu tutoe fundisho kwa wale wapinga maendeleo ya Tanzania, ili mwaka huu ikawe fundisho kwao, ili mwaka huu ikawe fundisho kwa wale wanaotumika, ili mwaka huu ikawe fundisho kwa wale wanaopinga juhudi nzuri za maendeleo ya Watanzania. Mwaka huu ikawe fundisho kwa wale ambao hawataki amani ya Watanzania. Ninawashukuru sana. Labda na mimi niulize kama alivyokuwa akiuliza wanamuziki, wangapi watanipa kura jamani? Hebu tunyooshe kabisa mikono hivi tuone. Tanzania wewe. Na ndio maana nimesimama hapa ndugu zangu, kuwaombea kura madiwani wote wa Tanzania, kuwaombea kura madiwani wote wa Tanzania wale wa CCM, kuwaombea kura wote wanaowania ubunge wa CCM, lakini pia kujiombea kura mimi mwenyewe. Kwa mikono hii nina matumaini makubwa kwamba ushindi wa mwaka huu utakuwa mshindi mkubwa sana. Utakuwa mshindi wa kishindo. Tanzania hoi! Na ndio maana nimesimama hapa kuwaomba kura wa Tanzania wote. Wana CCM ninawaomba kura, wana Chadema ninawaomba kura, wana ACT ninawaomba kura, wana CUF ninawaomba kura, wana NCCR Mageuzi ninawaomba kura, wana TLP ninawaomba kura, wana UDP ninawaomba kura, wana TADEA ninawaomba kura, na hata wale ambao hawana chama. Tanzania oye! Hakuna watu dai au baba ya Tanzania oye! Hayupo Tanzania. Baada ya kusema haya ndugu zangu, napenda tena kuwashukuru sana. Nimetumia muda wenu mwingi, ninashukuru mmenivumilia, lakini narudia pia kuwashukuru waandaaji wa siku hii muhimu ya ufunguzi rasmi wa kampeni za Chama cha Mapinduzi. Ninawashukuru wasanii na wanamuziki. Ninaambiwa kuna wanamuziki wengi sana hapa leo, na niwaombe wanamuziki, baada ya shughuli hii sasa ni kupiga muziki mpaka usiku watu wafurahi. Ninawashukuru kwa upendo wao mkubwa. Ninawashukuru wasanii, ninawashukuru wote, ninawashukuru wana CCM wote, ninawashukuru viongozi wote, ninavishukuru sana vyombo vya ulinzi na usalama kwa kusimamia usalama katika kipindi hiki cha kampeni. Mungu wabariki wapiga kura wote.
Mungu wabariki wana CCM wote ili wakapate ushindi mkubwa. Mungu wabariki wananchi wote wa vyama mbalimbali. Mungu ubariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza na waombeni kura zenu.